Mwanafunzi wa lugha mahali ulipo, nachukua fursa hii kukukaribisha kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili, na naomba kwamba uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki kabla hatujaanza mdahalo wetu kuhusiana na fasihi simulizi. Kumbuka kwamba kwenye vipindi ambavyo vimepita tuliweza kuangalia suala la maigizo ama utanzu wa maigizo, ambapo tuliweza kuangazia maigizo ni nini ama maana ya maigizo, sifa za maigizo. Tuliweza kuangalia pia umuhimu wa maigizo. Baada ya kufanya hivyo, tuliweza pia kuangalia vipera vya maigizo ambapo tuliweza kuangazia kwa undani vipera kama vile mifiga, matambiko, ngomezi, vipera kama vile michezo ya jukwani na vipera kama vile ngoma, vichekesho na vile tuliweza kuangalia michezo ya watoto ama chekechea. Kwenye mada yetu ya leo, ningependa tuangalie utanzu wa ushairi simulizi, na ni vyema kuelewa maana ya ushairi simulizi. Ikumbuke kwamba ushairi simulizi ni mojawapo ya tanzu kuu za fasihi simulizi, unaojumuisha tungo za kisanaa zenye mapigo ya kimuziki, mahadhi na lugha ya kishairi. Tungo hizi huwasilishwa kwa njia ya mdomo, kwa kuimbwa, kuganiwa au kukaririwa mbele ya hadhira. Ushairi simulizi huakisi maisha ya jamii kwa kuwasilisha hisia, fikra, tajriba, maadili, mila na desturi za wanajamii. Aidha, ushairi simulizi ni nyenzo muhimu ya mawasiliano ambayo hutumika kuhifadhi na kurithisha urithi wa kitamaduni kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Ningependa tugeuke kwa kuangalia kwa undani kuhusu sifa za ushairi simulizi. Sifa ya kwanza ya ushairi simulizi ni kwamba huwasilishwa kwa njia ya mdomo. Nitafafanua hii kwa kusema kwamba ushairi simulizi huwasilishwa kwa kuimbwa, kuganiwa au kukaririwa mbele ya hadhira. Uwasilishaji huu huwezesha mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mtendaji na hadhira. Nadhani mwanafunzi unanipata. Kwa hivyo sifa ambayo tumetaja, sifa ya kwanza ni kwamba huwasilishwa kwa njia ya mdomo. Sifa ya pili ni kwamba hubuniwa au kuhifadhiwa kichwani. Baadhi ya tungo hubuniwa papo hapo kulingana na mazingira ya uwasilishaji, ilhali nyingine huhifadhiwa katika kumbukumbu na kuwasilishwa tena kwa vizazi mbalimbali. Sifa ya tatu ya ushairi simulizi ni kwamba ushairi simulizi huandamana na ala za muziki. Hii nitafafanua kwa kusema, mara nyingi ushairi simulizi huwasilishwa pamoja na ala mbalimbali za muziki kama vile ngoma, filimbi, baragumu, zeze, kodiani na kayamba ili kuongeza mvuto na kusisitiza ujumbe. Sifa ya nne ya ushairi simulizi ni kwamba
ushairi simulizi hutumia lugha ya kisanaa. Hapa ni kusema kwamba ushairi simulizi hutumia lugha yenye mvuto mkubwa inayojumuisha tamathali za semi, methali, nahau, misemo na mbinu nyingine za kisanaa zinazochochea fikra na hisia za hadhira. Sifa nyingine ya ushairi simulizi ni kwamba ushairi simulizi hushirikisha hadhira. Hapa naweza nikasema kwamba katika ushairi simulizi hadhira huwa na nafasi ya kushiriki kwa kuitikia, kuimba pamoja na kucheza au kutoa maoni wakati wa uwasilishaji. Sifa nyingine ni kwamba ushairi simulizi hubadilika kulingana na muktadha. Hapa ni kwamba maudhui, mtindo na namna ya uwasilishaji huweza kubadilishwa kulingana na mazingira, hadhira, wakati na kusudi la uwasilishaji. Sifa nyingine ya ushairi simulizi ni kwamba ushairi simulizi hufungamana na muktadha wa kijamii, kwamba kila tungo ya ushairi simulizi huhusishwa na shughuli au tukio maalum la kijamii kama vile harusi, jando, unyago, mazishi, ibada, vita, kilimo na shughuli za kazi. Sifa ya 8 naweza kusema kwamba huweza kuwasilishwa na mtu mmoja au kundi. Sifa hii ni kwamba ushairi simulizi unaweza kuwasilishwa na mtu mmoja au kikundi cha watu kulingana na aina ya tungo na mazingira husika. Kabla hatujaangalia umuhimu wa ushairi, ningeomba kwamba mwanafunzi uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki, na hata pia unaweza ukaandika ujumbe, unaweza ukalike kazi hii, alafu tuweze kuandamana. Basi tugeuke na tuangalie umuhimu wa ushairi simulizi. Kumbuka kwamba ushairi simulizi huwa na nafasi kubwa katika maendeleo ya kijamii, kitamaduni na kielimu. Naelewana? Na hapa nitasema kwamba umuhimu wa kwanza ama thima ya kwanza ya ushairi simulizi ni kwamba ushairi simulizi hutoa elimu na mafunzo, kwamba inatoa maarifa na mafunzo. Kupitia nyimbo na tungo mbalimbali, jamii hupata mafunzo kuhusu maadili mema, wajibu wa kijamii na namna ya kuishi kwa amani na mshikamano. Nadhani tunaelewana? Umuhimu mwingine wa ushairi simulizi ni kwamba ushairi simulizi huhifadhi utamaduni na historia. Hapa ni kusema ushairi simulizi huhifadhi kumbukumbu za kihistoria, mila, desturi na imani za jamii, na hivyo kusaidia uridhishaji wa utamaduni wa vizazi vijavyo. Umuhimu mwingine ni kwamba ushairi simulizi hukosoa na kurekebisha jamii, kwamba kupitia nyimbo za maadili, nyiso na aina nyingine za ushairi simulizi, jamii hukemewa kuhusu tabia zisizofaa kama vile woga, uvivu, tamaa na hata uzembe.
Ushairi simulizi pia huwa na manufaa mengine kwamba unakuza umoja na uzalendo. Hapa tunaweza tukafafanua kwa kusema wanajamii wanaposhiriki pamoja katika uimbaji na uganaji hujenga mshikamano, umoja na moyo wa kuipenda jamii au taifa lao. Jambo jingine ni kwamba ushairi simulizi hutakasa hisia. Kwamba ushairi simulizi huwapa watu nafasi ya kueleza hisia zao za ndani kama vile furaha yao, huzuni, mapenzi, matumaini na hata majonzi. Jambo nyingine ni kwamba ushairi simulizi huburudisha. Kwamba tungo za ushairi simulizi huwafurahisha na kuwastarehesha wanajamii katika shughuli mbalimbali za kijamii. Kuna umuhimu mwingine wa ushairi simulizi kwamba ushairi simulizi hukuza ubunifu na vipaji kunradhi. Kwamba uwasilishaji wa ushairi simulizi huhitaji ubunifu wa lugha, sauti na vitendo, jambo linalosaidia kukuza vipaji vya kisanaa. Isitoshe, ushairi simulizi pia hutoa faraja na matumaini. Hapa ni kusema kwamba katika nyakati za shida kama vile misiba, nyimbo maalum hutumika kuwafariji waathirika na kuwapa matumaini ya kuendelea na maisha. Kwa hivyo, hayo ambayo nimeyataja ni umuhimu wa ushairi simulizi. Nadhani ukiwa na kalamu na karatasi, mwanafunzi unaweza ukanakili haya taratibu tu. Kumbuka kwamba tumetaja karibu hoja ngapi? Hoja 8. Kwamba hutoa faraja na matumaini, hukuza ubunifu, huburudisha, hutakasa hisia, hukuza umoja na uzalendo, hukosoa na kurekebisha jamii, huhifadhi utamaduni na historia na kutoa elimu na mafunzo. Ningependa basi tuweze kuangalia vipera vya ushairi simulizi. Vipera vya ushairi simulizi ni pamoja na nyimbo, magani, tendi, vigano vya kishairi na ngomezi. Na miongoni mwa vipera hivyo, nyimbo ndizo zinazojulikana zaidi na kutumiwa sana katika jamii mbalimbali. Kwa hivyo tutaanza kwa kuangazia kipera cha kwanza ambacho ni nyimbo. Nyimbo ni nini? Nyimbo ifahamike kwamba ni tungo za kishairi zinazowasilishwa kwa kuimbwa na ambazo huwa na mahathi, mapigo ya kimuziki na ujumbe unaolenga kuelimisha, kuburudisha, kuonya, kuhamasisha na kueleza hisia za binadamu. Nataka tuangalie sifa za nyimbo. Sifa ya kwanza ni kwamba nyimbo huimbwa kwa mahadhi ya kupanda na kushuka kwa sauti. Sifa ya pili ni kwamba nyimbo huwa na mapigo ya kimuziki na urari wa maneno. Sifa ya tatu ni kwamba nyimbo hutumia lugha ya kisanaa yenye taswira
na hisia mbalimbali. Isitoshe, nyimbo mara nyingi huandamana na ala za muziki, na ndiposa huwa hata tukienda kanisani wakati tunapoimba, basi utapata kwamba tunaweza imba kwa kuandamana na ala. Uimbaji utaandamana na ala kama vile kayamba, piano na hata gitaa. Nyimbo pia huwa na kibwagizo au mistari inayorudiwa rudiwa, na pia nyimbo hufungamana na mazingira au shughuli maalum. Jambo jingine ni kwamba nyimbo huambatana na uchezaji wa viungo vya mwili, huandamana na uchezaji wa viungo vya mwili. Na pia sifa nyingine na ya mwisho ni kwamba huimbwa na mtu mmoja au kikundi cha watu. Huimbwa na mtu mmoja au kikundi cha watu. Tuangalie umuhimu wa nyimbo. Sifa ya nyimbo ni kwamba huhifadhi utamaduni, kwamba nyimbo huhifadhi historia, mila na desturi za jamii na kuzifikisha kwa vizazi vijavyo. Umuhimu mwingine ni kwamba nyimbo huburudisha, kwamba nyimbo hutoa burudani na kuwafanya watu wajisikie furaha na kustareheka. Nyimbo pia hukuza vipaji, kwamba nyimbo huibua na kukuza vipaji vya uimbaji, utunzi na uchezaji wa muziki. Umuhimu mwingine ni kwamba nyimbo huhamasisha wanajamii, kwamba nyimbo hutumiwa kuhamasisha watu kushiriki katika shughuli za maendeleo, siasa na masuala mengine ya kijamii. Nyimbo pia huelimisha, kwamba nyimbo hutoa mafunzo kuhusu maadili, afya, usalama na masuala mengine muhimu ya kijamii. Na nikimalizia ni kwamba nyimbo hutakasa hisia, kwamba nyimbo huwawezesha watu kutoa hisia zao za ndani kama huzuni, furaha, mapenzi na hata majonzi. Ningependa tuangalie aina za nyimbo. Mojawapo ya aina za nyimbo ni bembea, bembelezi ama pembejezi. Hizi ni nyimbo zinazoimbiwa watoto ili kuwafariji, kuwabembeleza na kuwasaidia ama kuwaongoa waweze kulala. Kuna mbolezi. Mbolezi ni nyimbo za maombolezo zinazoimbwa wakati wa misiba, mazishi au majanga mbalimbali. Kuna nyiso, na nyiso ni nyimbo zinazoimbwa wakati wa jando na unyago kwa lengo la kutoa mafunzo kwa vijana. Kuna sifo, na sifo ni nyimbo zinazomsifu mtu, kikundi au shujaa kwa mchango wake katika jamii. Kuna kongozi, na kongozi ni nyimbo za kuaga mwaka wa zamani na kukaribisha mwaka mpya, hasa katika jamii ya Waswahili. Hodia. Hodia ni nyimbo za kazi zinazolenga kuhamasisha
na kurahisisha utekelezaji wa kazi mbalimbali. Kuna wawe au vave. Ikumbuka kwamba hizi ni nyimbo zinazoimbwa wakati wa shughuli za kilimo kama kupanda, kupalilia ama kuvuna. Kuna kimai. Na kimai ni nyimbo zinazohusiana na shughuli za majini kama vile uvuvi ama ubaharia. Kuna tumbuizo. Tumbuizo ni nyimbo za burudani zinazoimbwa katika sherehe na hafla mbalimbali. Kuna nyimbo za dini, na hizi ni nyimbo zinazoimbwa katika ibada au shughuli nyingine za kidini. Kuna nyimbo za vita, na nyimbo za vita ni nyimbo zinazotumiwa kuhamasisha wapiganaji na kuhimiza ushujaa na uzalendo. Kuna nyimbo za mapenzi, na ni nyimbo zinazozungumzia mapenzi, uaminifu, usaliti na mahusiano ya kimapenzi. Kuna nyimbo za watoto, na ni nyimbo zinazoimbwa na watoto wakati wa michezo au shughuli za kujifunza. Kuna nyimbo za usasi, na hizi ni nyimbo zinazoimbwa na wasasi wanapokwenda au wanaporudi kutoka usasini. Kuna nyimbo za taifa, na nyimbo za taifa ni nyimbo rasmi zinazotambulisha taifa na kuhimiza umoja, uzalendo na mshikamano wa wananchi. Kwa hivyo mwanafunzi, hayo yote ambayo tumeweza kuangazia ni swala. Kwanza tulianza na ushairi simulizi, tukafafanua maana ya ushairi simulizi, sifa zake na umuhimu wake. Tumekuja pia tukaangalia vipera vya ushairi simulizi, ambapo tumeangalia kwa undani kipera cha nyimbo, ambapo tumefafanua nyimbo ni nini, sifa za nyimbo na umuhimu wa nyimbo, na mwisho tumemalizia kwa kuangalia aina za nyimbo. Ningeomba kwamba uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki, kipindi Uketo wa Kiswahili. Mie mwasilishaji wa kipindi hiki, Ustadh Kaka Munai, na kutakia usiku mwanana, Juni 3 mwaka 2026. Asanteni sana.